Operation ya bomba ya Urusi imechochea hofu kubwa miongoni mwa askari jeshi wa Ukraine kutoka huko Kursk nchini Urusi. Pia baada ya ripoti hiyo ambayo ameweza kuripoti Sergeant mwandamizi wa Ukraine kuhusu operation ya bomba ya Urusi kuchochea na kuongeza hofu kubwa kwa askari wa Ukraine. Pia utasikia taarifa kuhusu Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuwatembelea wanajeshi wake huko mstari wa mbele wa kivita. Karibu sana katika undani wa ripoti hizi. Nitakufahamisha pia kile ambacho kimeripotiwa muda mchache uliopita kutoka huko Kursk. Operation ya bomba ambayo Urusi iliweza kuifanya katika mkoa wa Kursk na askari wakitambaa kupitia bomba la gesi ndani ya ulinzi wa adui iliweza kusababisha hofu kati ya vikosi vya Ukraine, ambako licha ya taarifa rasmi kuhusu hali kudhibitiwa, Sergeant mwandamizi wa Ukraine anayefahamika kama Zenoni Dashaki na wanajeshi wengine waliweza kuripoti hofu miongoni mwa vikosi vya Ukraine kutoka eneo hilo, ambako kwa mujibu wa Dashaki alisema tayari hali ilikuwa mbaya wakati yeye na wanajeshi wenzake waliposikia ya kwamba majeshi ya Urusi yamevunja mistari ya Ukraine katika eneo hilo, ambapo baadhi ya makamanda wa Ukraine waliweza kuambia wanaume wenzao, yani wanajeshi wenzao, wajiondoe kabla ya kupokea amri kutoka kwa maafisa wakuu katika jimbo hilo. Operation ya bomba ilihusisha kitengo cha mashambulio ya pamoja kilichojumuisha askari kutoka kikosi cha 11 cha walinzi wa kikosi cha mashambulizi ya anga, kikosi cha 30 cha kitengo cha 72, kitengo cha vikosi maalum vya Akomati na watu wa kujitolea kutoka brigedi za veterans na Vostok V, ambako wanajeshi hao walisogea kinyemela kupitia bomba la gesi takribani kilomita 15 na kutokea ndani kabisa ya ulinzi wa Ukraine karibu na mji wa Sodeza na kuwakamata wanajeshi wa Ukraine, ambako inakumbukwa pia mnamo Machi 12 jenerali wa jeshi la Urusi Valery Gerasimov, ambaye pia ni mkuu wa wafanyakazi mkuu wa kikosi cha wanajeshi wa Urusi na naibu waziri wa ulinzi wa kwanza, alisema ya kuwa zaidi ya wanajeshi 600 waliweza kushiriki katika operation hiyo na vitengo vya veterans na Akomati pamoja na brigedi ya 11 ya mashambulio ya anga na kikosi cha 30 cha bunduki za motoni wakisimama nje. Gerasimov aliweza kupongeza pia vitendo vya kishujaa vya kitengo cha pamoja cha shambulio ambacho kiliwashitua adui, yani wanajeshi wa Ukraine, na kuwafanya waache ulinzi wao na hivyo kusaidia maendeleo ya jeshi la Urusi katika jimbo la Kursk, ambako kwa kipindi cha saa 24 pia zilizopita vikosi vya jeshi la Ukraine vimepoteza zaidi ya wanajeshi 190, magari matatu ya kivita na kifaa cha kurusha roketi nyingi katika eneo la Kursk. Wizara ya ulinzi ya Urusi pia imeweza kueleza hivyo. Katika saa 24 zilizopita vikosi vya jeshi la Ukraine vilipoteza zaidi wanajeshi 190, magari matatu ya kivita, magari 16, vipande 5 vya mizinga 6, kifaa kimoja cha kurusha roketi nyingi na maghala mawili ya risasi yaliharibiwa, wizara imeweza kueleza hivyo, ambako pia wizara ya ulinzi ya Urusi iliweza kuongeza kuwa vitengo vya kikosi cha kaskazini viliweza kusababisha hasara kwa vikosi vya brigedi ya mashambulizi ya anga, brigedi ya majini na brigedi 3 za ulinzi wa eneo la jeshi la Ukraine katika maeneo ya makazi ya huko Gogolevinka, Gonal, Guevo na Oleshinya wakati wa operation za mashambulizi. Pia imeripotiwa ya kuwa wanajeshi wa Ukraine waliweza kuwaua raia na kuchoma maeneo ya makazi huko Kursk, ambako kamati ya uchunguzi ya Urusi pia imeripoti matukio ya uporaji, uchomaji moto na kupigwa risasi na kushambuliwa kwa risasi kwa raia na wanajeshi wa Ukraine katika mji wa Sodeza katika mkoa wa Kursk nchini Urusi. Hii ni kulingana na taarifa iliyotolewa Jumapili ya leo, ambapo wachunguzi wa kijeshi kwa sasa wanafanya kazi na wakaazi
ili kukusanya ushahidi wa uhalifu uliofanywa na Ukraine, ambako Sudzha, mji mkubwa zaidi uliochukuliwa na vikosi vya Ukraine wakati wa uvamizi wao wa kuvuka mpaka, ulikombolewa na wanajeshi wa Urusi mapema kabisa katika mwezi huu, ambao kulingana na wachunguzi hao wamesema akaunti nyingi kutoka kwa wahasiriwa zinaunga mkono madai ya kwamba kulikuwa na maagizo ya kuwaua raia katika jimbo la Kursk. Kazi inaendelea ya kutafuta na kuwajibisha wanachama wote wa makundi yenye silaha ya Ukraine walioshiriki katika vitendo hivyo. Taarifa hiyo pia inaonyesha kuwa wakati wa Januari na Februari 2025 wanajeshi wa Ukraine walifanya uporaji na kuchoma moto nyumba za raia wakati watu walikuwa bado ndani. Uvamizi huo uliolengwa wa majengo ya makazi huko Sudzha ulisababisha uharibifu mkubwa na baadhi ya nyumba kuharibiwa kabisa. Taarifa hiyo imeeleza hivyo, ambako Kyiv ilianzisha mashambulizi katika jimbo la Kursk Agosti mwaka uliopita na kuikamata Sudzha na vijiji kadhaa katika jimbo hilo, ambapo Zelensky rais wa Ukraine alisema ya kuwa uvamizi huo ulilenga kutoa mwafaka kwa mazungumzo ya amani yajayo, lakini jeshi la Urusi lilisitisha haraka maendeleo na limekuwa likirudisha eneo tangu wakati huo. Rais wa Ukraine pia Volodymyr Zelensky aliweza kutembelea wanajeshi wake katika mstari wa mbele wa kivita karibu na Pokrovsk katika jimbo la Donetsk na kufanya mkutano wa kamandi ya kijeshi katika jimbo la Kharkiv mnamo Machi 22, yani siku ya jana, wakati Urusi ikiendelea na harakati mashariki mwa Ukraine. Zelensky alisema hapo awali ya kuwa Urusi inajaribu kukera upya katika sehemu mbalimbali za mstari wa mbele, ikiwa ni pamoja na oblasti ya Kharkiv. Rais alitembelea chapisho la amri la kikundi cha mbinu la huko Pokrovsk na akapewa taarifa kuhusu maendeleo ya mstari wa mbele na kaimu kamanda anayefahamika kama Yuri Madiar. Mji huo uliokumbwa na mzozo umekuwa miongoni mwa maeneo ya mbele yenye ushindani mkali, ingawa Zelensky aliweza kuripoti Machi 15 ya kwamba hali karibu na Pokrovsk kiasi imetulia. Siku hiyo pia Zelensky alitembelea kituo cha amri cha kikundi cha mbinu huko Kharkiv na kasasishwa kuhusu hali ya uwanja wa vita katika jimbo la Kharkiv na kamanda Viktor Solomichuk, ambako jeshi la Urusi halijaacha kujaribu kupanua ngome zake katika maeneo ya kaskazini mwa eneo hilo. Solomichuk alisema hivyo. Zelensky pia aliweza kuwazawadia askari katika maeneo yote mawili medali, ikiwa ni pamoja na agizo la Bogdan Khmelnytsky. Zelensky alisema anataka kuwashukuru kwa kweli kuileta Ukraine karibu na amani ya kudumu na ya haki kwa ushindi. Wote wanataka hilo kwa dhati na kila hatua ni muhimu, Zelensky alisema hivyo, ambako pia baadaye alifanya mkutano wa baraza la mawaziri la kijeshi huko Kharkiv na maafisa wakuu katika jeshi na ofisi ya rais.